na Doto Magari bana ametoka leo kutoa kama kawaida na Nax hapa. Njoma kama lakini kama kawaida wana habari mpo. Sasa kama unasemaje? Sasa hivi mnanenepa, mishahara imepanda ni na mmepewa fursa sasa hivi na nyinyi mnapata mikopo na habari. Sawa. Mambo mwaya. Hongera pia. Tupe siri ya endorsement kuongezeka kila siku mjomba. Pesa wanakuja wengi lakini uko pale. Ngoja nikwambie. Labda niwafundishe kitu kwa ma content creator, my influencers zangu. Ndio. Ujue maisha yakubali. Ya kweli. Lakini maisha ukiwa unayakwepa utaki kuyakubali, hata advertisement yako ya influencer inapungua. Lakini mimi utanikuta kwenye miogo, utanikuta mtaani, utanikuta ofisini kwangu, utanikuta stand ya basi, yani niko kote. Kwa hiyo watu wananikubali. Alafu mimi ninachokubalika, mimi hata mtu usimjui wale ya chini kanipita kaomba picha, mimi nakubali. Uweze jua baadaye inakuaje. Usimdharau mtu. Hata kama mtu ataomba picha tena kufanya matukio, wewe si ushajulikana influencer na kioo cha jamii. Basi neno lako kiulizwa kwenye sheria, huyu bwana ni mshabiki wangu aliniomba picha. Maisha yanaenda. Kwa hiyo ile nayo inasaidia. Uone mimi hata nikitembea vijijini Dodoma wapi kote huko, watu wananikubali bodaboda, mzee babu naomba picha na joint nao. Kwa hiyo ile inanichukulia inanijengea kitu. Lakini kuna watu wangekuwa na jina kama langu saizi uwaoni hapa. Washakuja wananata nini, mara kamuita meneja nani. Nao meneja ndo wanaangusha sana watu. Wewe unioni mimi babu yako, sina meneja, sina mhasibu. Lakini nina vyanzo. Sina mali, nina vyanzo. Unaweza kusema kuna mali na vyanzo, mimi nina vyanzo vya kuanzisha. Na maisha yangu yanaendelea. Lakini ningekuwa si unasema nina meneja mhasibu, hata nyewe msingi nipata kwa wakati. Simu inaanza kupitia kwa watu fudenki. Na ndio maana nikakashi wasomi na wachukia. Sababu najua watu wakurudisha watu nyuma. Sio, unanielewa bwana? Kwa maisha usimdharau mtu anaotembea au anaopumua. Unaona mimi Doto na tangazo langu 400 300 napitia siliachi. Nikiangalia paka jioni nimekusanya zinafika hizi 3 4. Ambazo hizi mtu anaweza akazichukua ndani ya miezi 6 hajazipata. Lakini mimi sikuwa kwa siku moja. Ukanipa 4, ukanipa 5, ukanipa 2. Mimi naunganisha tu. Sasa mwenyewe sijajua ya maisha. Sijakuwa kabisa na hii ndoto ujue. Sio, umenielewa? Kwa hiyo hizi ni kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo utavoniambia eti mtu kaniita sio nianze kutaja mamilioni 50 sio 40. Kama ipo 40 itakuja kwenye wakati wake 40. Kama ipo 10,000 itakuja kwenye wakati wake 10,000. Kwani wengine sura wao kinionaga. Njoo dake ana rekodi kanipa 10,000. Mimi nachukua. Kwani wewe baadaye unanizungukia mzee naomba 5,000. Si ndio ile 10,000 nilopewa ningeiacha. Kwa hiyo maisha tujikubali. Sio, umenielewa? Unaona mimi sasa hivi nimenunua ile Prado milioni 170. Lakini kwa msanii mwingine angejirekodi mapicha, angeweka maua. Sio, umenielewa? Lakini mimi nazurura tu. Mteja atokea asitokee naendelea na maisha yangu. Watu wanasema katika hicho anachokipata Doto, Isa naye anapata chochote. Apate vipi wakati mimi ni influencer, yeye anauza magari, yeye shamba section ya magari kule Isa. Isa mimi nishamwajiri kwenye magari. Unajua watu wengi wanajua mimi Isa kaniajiri Kumbe mimi ndo wewe unajua bwana. Hapo Doto unasema unachukia wasomi. Lakini naambiwa katika mtu anahakikisha mtoto wake anaenda shule na asome kwa elimu ya juu ni wewe hapo. Kwa nini unachukia wasomi? Wasomi wako aina mbili. Kuna wasomi wa mtaani, kuna wasomi wa darasani. Mimi labda nikwambie ninawakubali. Siku zote nakwambieni. Jeshi la kujenga taifa, jeshi la wananchi, sawa bwana, madokta na walimu. Watu wanne hao. Narudia tena. Yaani dunia hii na waheshimu jeshi la kujenga taifa, jeshi la wananchi, jeshi la polisi, madokta na walimu. Hao ndo nawakubali. Ambao ndo watu msaada wao kwa dakika moja unakutana nao. Wamenyooka. Na ndio maana mimi walimu siwadharau kwa sababu mwanangu anaongea Kiingereza, mimi sijui Kiingereza. Ndio maana walimu mimi nawaheshimu. Awe anafundisha chekechea, awe anafundisha UDSM, anafundisha chuo na mkubali. Dokta yoyote mimi namkubali kwa sababu dokta msaada wake ni wa mara moja kama mwalimu. Hapo kwa hapo haunaga maelezo. Umezidiwa ukienda moja kwa moja dokta anakutibia. Mwalimu umeenda shule moja kwa moja anakushughulikia. Sawa bwana. Una matatizo kisheria, serikali inakushughulikia dakika moja. Kwa hiyo vitu hivyo navikubali, viko addictive, yani viko sahihi, viko mbele kwenye jamii, kutetea jamii. Lakini kuna wasomi wale sana kwamba mimi wale wa mitaani. Yani kashasoma elimu yake kamaliza, anakuja kukabaa kumsema mtu anakwenda kununua bia 3 au kuuza simu makumbusho. Naona jitahidi sana kuongea Kiingereza, unaanza English course. Mimi sijitahidi tena, Kiingereza nakichukia sana. Nadhani ningejua Kiingereza nisingekuwa na chochote. Ningebezi kwenye Kiingereza. Sinajiamini. Kwa hiyo hata ukija ukiniajiri 200,000 na kukimbiza. Unaona sasa tunarudi kule. Kwa nini na elimu msomi? Kwa hiyo 200,000 yako ni ndogo. Mimi sio soma 200,000 ile anaoisahau msomi. Mimi nikidunduliza nikikutana na watu 5 kwa siku moja, tayari milioni hiyo. Kompasi hilo. Tayari shakuzidi wewe msomi. Wewe unasubiri nyingi. Ndio pale wasomi walipokuwa
let down, wazungu wanakuambia let down, wanafeli. Mimi na masters unaniajiriji kwa Doto Magari. Doto Magari hajasoma. Ndio nakuacha hivyo. Kwa nini ukubali ujinga? Kweli. Unajua ujinga gharama Unaniona mimi? Kupata ujinga nimetumia gharama nyingi sana. Na ndio maana mimi watu wanaona yule mzee wa mwisho, kumbe ujinga gharama. Mwingine anatamani awe kama Doto Magari anunue ujinga hawezi tena. Muda ushaenda. Lakini mjomba bana, mdogo wako bana Dula amekuwa ukimsaidia kwa vitu vingi, hasa anapotoa nyimbo anafanyaje. Sasa hivi watu wamemwandama sana miguu yake. Je, unataka kuongea naye hapo? Dula hana shida na mtu. Dula ni msanii mkubwa wa Chakacha na ndio mwanzilishi kuimba Chakacha. Mimi sisemagi siyo singeli Chakacha. Ni Chakacha tu anapiga. Kwa hiyo lazima muandame, yeye ndio bingwa wa Chakacha. Na wanapomwandama ndio wanazidi kumpeleka mjini Dula. Wanaonekana wanamfollow kwenye akaunti yake na Dula uongo zambi. Tusiseme mabaya. Dula anajua kutunga nyimbo. Dula Makabila anaweza kutunga nyimbo. Mimi yule mwanangu sana. Ananitaga mpaka kule kwake. Dula anajua nyimbo. Kwani ile studio napiga niko studio napiga gitaa kwa Dula Makabila. Dula yuko pembeni ananipigia rhythm, piano napiga mwenyewe, saxophone anapiga Dula, naimba. Unapata kitu. Dula anaweza. Mdogo wangu kwa hilo tu. Hilo nakukubali Dula Makabila. Dula anaweza kutunga nyimbo hapa. Na ndio maana wenzio wanamkubali kwa sababu anawazidi. Sasa kwa nini atumie kitu kwa mwanamke? Dula ngoja nikwambie. Dula mtu watoto nyinyi mnamjua Dula bado kwa wanawake bado zoba. Sawa? Kwa hiyo Dula ni love boy. Dula anapenda love boy. Dula nyimbo yake haiendi bila kuwa na mwanamke. Kwa sababu Dula kashazoea maisha yake mwanamke awe mbele. Lakini ndio namsupport. Mbona Manara pia amemuunga kwenye hilo pia? Jomba doani sema. Basi Oya. Tufanye interview sikamtaje Manara. Mama vipi? Safi. Hamna usijali, mimi mkubwa. Hii keki unazungaje? Labda nipige picha kwenye keki. Wewe naye ataweza kutaka msogea hujazoea hivi vitu ni. Katajiri. Tajiri hongera sana. Umefanya ubunifu mkubwa, uwekezaji mkubwa, umetoa ajira kwanza kwa vijana. Hilo kwanza tukubariki, tukushukuru sana. Damu ya Yesu kumwagikie. Kidogo tu Big Boss Nas ndio bingwa vipodozi ulimwenguni. Wale wa mikoani sipate tabu. Pigeni namba za simu, delivered mnaletewa. Kama na ndege au na basi. Tajiri ni mmoja, ogopeni matapeli. Sasa hivi tunachunguza uza vipodozi. Wale wanaojitokeza kwenye mitandao ya kijamii ndio wa ukweli. Wale wanaojificha wale hatuwataki. Unaona Tajiri Nasi mkurugenzi kati hela nyingi kakubali kuita media karibuni 100 hapa. Kwa hiyo yuko sahihi na jamii. Dunia nzima inaelewa kafanya nini. Na vimepimwa na TBS tuna vibali vyote. Tofauti na watu kudenke. Na Dula atapona hapa pia. Nipe keki tamu, nipe keki. Acha kula kubwa utakula hilo bwana, kata ndogo ndogo bwana. Ambao unajishaua. Kichogo kirefu. Mjomba, watu wanauliza Dula hapa atapona vile vidonda vyake? Anapona bwana, acha kumsaka kama mwanangu bwana. Dula huyu mshamba, ni mwanahabari. Njoo Dula. Kuna ofa hapa, njoo. Alafu msanii kama ametoa wimbo, mbona tuoni kelele kama mwanzo msanii wako? Nani? Msanii nakwambia nimempeleka kwenye kiwanda cha magodoro, yuko Tegeta kwa Isa. Vipi babu? Wewe mbona uimbe? Kuimba mchezo ni? Biashara imekushinda. Kuimba mwachie Diamond. Msanii anaimba nini? Yuko kiwanda cha magodoro, magodoro saizi ngapi? Mpigie, ngoja tumpigie simu naenda kwenye gari. Bingwa magodoro kushinda hata kuimba. Dogo Rema sasa hivi na yupo anatengeneza magodoro Tegeta. Kuongeza kile nyingine. Tajiri naye aibu watu wanaona. Hiyo ya mwisho. Sasa vijana wako wote kama wanateswa na mapenzi, Shafii, kiangalia upande wa Dula Makabila kama hivyo anambilia zaidi. Ngoja nikwambie. Vijana wangu wapo kwenye muamko. Unaelewa maana muamko? Kwa hiyo tuwaache. Miziki yao, kazi zao haziendi bila kina dada. Kwa hiyo wanapotendi na kina dada na ndio pale kazi zao zinaonekana. Kwa hiyo wale wako kwenye muamko tu waache tu. Mimi mbona babu sili mahusiano. Na babu unaniona maisha yote niko mwenyewe. Wajukuu ndo kama hao. Uko mwenyewe vipi nani? We, kula keki umenilisha kwa nini usile? Kubwa hili nimekupatia. Lakini umeona mwishani wako ambao umebatizwa kiimba. Nani? Diamond.
amevaa nguo ya pink anasema huko na asemwe na nani bwana? Yule ndo msanii bingwa ulimwenguni, yule ndo mfalme wa muziki. Ngoja nikwambie ni sasa, leo nikupeni siri leo. Nyiwa na habari nakupeni, mlikuwa mjui hiyo. Mujako kaajiriwa kwa Diamond. Mujako asipomsema Diamond hapati chochote, kwa hiyo pale lazima amseme ili Diamond watu wamwangalie. Jisanukeni. Yeye vipi? Mbona mchongo we analipwa hivyo? Utamsema tu mtu kila siku una faida naye? Mujako kumwajiliwa pale Wasafi Beti. Wewe vipi? Lakini kuna kipindi kama alikutana na wewe akawa anakwambia kuhusiana na shughuli lao kama mwe sawa na samani bwana, bosi wake nani bwana? Mbona unaingiza watu sio wajua bwana? Hapa tuko kwa nasi vipodozi. Hebu njoo onyesha vipodozi bwana. Unanitajia watu wa Kenya hawezi hao. Njoo vipodozi hivi hapa, kafungua nasi njoo. Hivi hapa. Vipodozi hivi hapa hivi. Hivi hapa hivi. Wanaume nao wanajichubua hivi hapa. Nani ulimtaja? Mujako. Hivi hapa. Njoo Mujako hivi hapa vipodozi. Hivi hapa. Hivi hapa. Hivi hapa. Hivi unapona. Hii product yetu kubwa hapa kwa Nancy jamani, tuko Sinza. Sawa jamani. Tuna product 18, tunatibu magonjwa aina yote ya ngozi. Hata nywele zikiwa zikui tunatibu. Tuna ushauri bure. Sawa jamani. Product zetu ni nzuri afu bei reasonable. Hebu njoo waambie hapa. Wewe mbona mnakula keki bwana? Nyewe vipi bwana? Bwana vipi bwana? Hebu nendeni kwenye nini kule? Nendeni kwenye sauna kule mnamaliza keki hiyo bwana. Na sauna jamani na spa pia tuna bei nafuu kabisa. Yaani Naxi tunasifika kwa bei ambazo ni reasonable. Sikiza big boss, sikiza big boss. Umizi Tanzania. Yaani tuna bei ambayo ukiwa unatumia bidhaa una relax. Sio kinaisha kitu unaanza kupanic, unawaza hela. Jamani Naxi na bidhaa ambazo bei yetu ni reasonable na vinakufanyia maajabu kabisa, na ngozi yako itakuwa nzuri hata kama ilishapondeka. Karibu Naxi, kurudisha tabasamu unapoteza. Aya, big boss Naxi. Isa anakaribishwa hapa. Isa anakuja sana nake Warabu. Aje Isa, njoo chukue dawa hapa za ngozi. Wake zako wanne, mmoja wa Facebook yule ana matatizo ya ngozi. Uje hapa. Uje. Ulimtaja Mama Chanja. Fulani hivi wakati uko na Mama Chanja mjukuu wangu ana shida. Nimemwambia hivyo, ninajua ngozi yake. Kwa hiyo hapa nilipomwambia hivyo kashajua. Babu kumbe kapata product mpya, atakuja hapa kutengeneza ngozi yake. Mama Chanja mjukuu wangu. Nakubali sana na habari, ongea na nyinyi na habari ngozi mnasema msoni aibu. Ongea na madam. Karibuni sana.